what's your relationship with Natasha like? That song was a very big song. How much pengine did you make? Yeah. Mimi ni Madam 2020 sipangwingwi. Inakuaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and by the way, the A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea wewe stories tofauti, zikiwemo na za burudani na pia muda mwingine nakuletea simulizi ambazo ndani yake zinaweza zikabadilisha maisha yako ama maisha ya interviewee wetu. Lakini leo niko na Madam 2020. You know, alitrend sana muda ambapo aliachia ngoma ya 2020. She goes by the name Justina Syokau. How are you doing? I'm good in the Lord. Furahia kwanza kukuja, alafu umevaa vizuri, unapendeza sana. Asante. Hii look inakuwa inspired by what? Nilitaka sana kudesign kitu tofauti. Nikiingia 2022 sikutaka kushonewa. Nilitaka nijidesignie mwenyewe. Umejidesignia mwenyewe? Hii ni look nimejidesignia kwa sababu mwaka wa 2022 nitakuwa kiongozi. So nataka kukaa look ya queen. Yeah. Actually nilikuwa nikuulize the crown itself ni identifies that nitaongoza. When you see many people who are king or a queen, you have to have a crown. So I believe that God is amenipaka mafuta ya uongozi. So mimi nitaongoza. Taongoza kwa usanii, wasanii wajitie nguvu kwa sababu mimi nitawaongoza. Hapa nchini Kenya nitaongoza kwa usanii. East Africa pia kina Diamond wajitayarishe, kina Nzuchu wajitayarishe kwa sababu mimi niko ready kumengua. Mimi niko ready kuongoza. Si kumengua peke yake, pia kuleta content ambao fiti kabisa. Since utoe ngoma ya 2020, umekuwa tu kitrend. How do you feel? I feel very good and I appreciate God for what he has done. One, I thank God. I've been looking for this spotlight for long. Nimekuwa kwa msanii for 10 years. Ndio nikakuja kuimba 2020 ika trend. Nilikuwa immediately nimecelebrate anniversary ya 10 years. Ndio God akaniinua. So pia nilikuwa tired of that position of being not known. I really wanted to see God in my 10th year. And also nilikuwa nimeweka kiapo ya kwamba nisipoinuka nitaacha kuimba. 2020 ulikuwa umeamua hivyo? Nilikuwa nimeamua hiyo, nilifanya 2019. So nilikuwa nimeamua hiyo song isipoamka naacha kuimba. So you did it before the year? Yes, I did it before the year. In fact niliweka YouTube 28th. Kama ni jana ama leo? 28th ni lini? Ni jana. Yes, niliweka kama jana. Na ika trend the first day ili blow. Then watu waliweka status. Watu wakani tag kina Churchill, Jalango. I was tagged by Polycarp. Nikatagiwa Twitter, watu wote, bloggers wote. Tuseme I thank God because of influencers. God bless you guys. You made me a star. And also ngoma ilikuwa poa na pia ilikuwa timely. So watu wanaweza shangaa kwa nini naimbia miaka. Nilianza kuimbia miaka kitambo by the way. Tumeshaifanya video na Young Wales ambao inaimbwa na Ted B, ndio alikuwa producer wa audio. Ilikuwa inaimbwa mwaka huu ni wangu wakuendelea, napiga magoti na nyenyekea uniinue. Mungu wangu nibariki ili niendelee. Unikumbuke usinipite mwaka huu, kuendelea. So I wanted to. Ilikuwa ni mwaka upi? 2016. That was the first time uliimbia mwaka? Niliimbia mwaka 2014 mara ya kwanza. Nikaimba wimbo ambao ulikuwa unasema nataka niishi Yesu, nataka niishi maisha ya ushindi. Ile wimbo nikasema miaka mingi nimeishi kushindwa, lakini sasa mwaka huu nataka kushinda. Na nikapata breakthrough kwa sababu nilianza kuimba makanisa makubwa ya mabishop. Nikawa natarajia Mungu aniinue niingie kwa magazeti. Nikaingia kwa magazeti. I used to go to prayer center and pray because nilikuwa nataka huo wimbo uamke. But kwa sababu sikuwa na hela kujipanga strategy ya media, sikuwa nakumbuka kupeleka kwa TV. Juu nilikuwa na mtoto mdogo that time, nilikuwa na marriage breakup. Divorce iliingia 2013. So nilikuwa na shida, but that time believe you me, hiyo ngoma imeuza mpaka 2017. Ndio tumekuwa tukikula. So sometime I can tell people hata kama panda ukiwa tayari kupanda vizuri. Watu wanapowekeza seed katika mchanga, waekeze vizuri. Strategize well, put the resources on place and then you expect the good result. Naweza ambia watu ya kwamba nyimbo zangu hazikuwa zinajulikana, but hakuna kanisa sijaimba.
Wow. Nilikuwa nauza muziki CD, nauza ngiri 200, napata 70,000, 50k. Nikaandika kitabu pia cha kufungua mwaka wa 2017. Nikaandika kitabu kilikuwa kinaitwa Arise and Manifest Your Potential. So I told people to come out of sympathy corner and arise, pick up your peace and start moving. And I can tell people kulikuwa COVID, yes, tugange yajayo. Tusahau yaliyopita, tusahau hasara ambazo tulipitia, tusahau yale machungu tumepitia, kwa sababu kuna watu wamefutwa mwaka ambao umepita na wengine wakafutwa mwaka huu. Kama kuna kitu kilifanyika, you need to live. You need to live bitterness, you need to live that anger, you need to live hiyo kutokusamea wale walikufuta kazi. Na pia kama ulidivosiwa mwaka huu ama last year, you need to forgive for you to start again. 2022, when we are going to the fresh year, we need to go with fresh energy. Wow. Praise the Lord. We need to go with newness of God. If you want to progress in 2022, you need money. In 2022, we have prophesied and have said it is a year of peace. Ni mwaka wa amani, mwaka wa umoja. When there is peace, there is money. Praise the Lord. Wakati uko timamu akili utatafuta pesa ndugu, lakini wakati there is no peace, we were not able to seek money this year because we were in the house locked down. Sini ukweli? Lakini sahi no curfew. We are going to get money. Kenyans, you have to be awake now. Wale ambao mlikuwa mmeweka nguo zenu kwa cupboard, endeni mfue nguo. Mwaka tunapo step, we are stepping in a newness of God. We are going to have money. So ukitoka nje kutafuta kazi, kuwa na imani ya kwamba utapata kazi. There is God of second chance. Na Mungu wa ufufuo ako. Watu wasikufe moyo. Ati kwa sababu ulikuwa MD wa kampuni ukafutwa, ukaambiwa pale ati hii kampuni yetu sasa hatuna uwezo wa kukulipa. Mungu provide another chance for you to be able to be paid. And I pray a triple blessing. Not only a double blessing, but a triple blessing. To anyone who will watch this video, I want to assure you there is God in heaven who is watching you. You understand? There is God who is watching you. When 2020, I was entering the year, I was having the dream. I was having the zeal. And I was praying. I was not having money. And I was telling God, hata kwa wimbo unasikia, mwaka huu sitasota, milango ya pesa itafunguka. Milango yangu ya 2020 nilipata do, by the way. And I thank God because mafans wangu ni wengine walinisupport sana. 2020 nilitoa miziki zote zenye nilitoa. Yani mafans walikuwa wananipigia, wananiambia 2020 ulinibariki, mpaka sasa nimefungua biashara na inaendelea vizuri. Nataka kusupport wimbo mmoja, naimba. Kuna wengine walikuwa wanasema 2020 pengine, as you said, it was a good year for you. It was amazing year for me. Kwanza nilipata fame. Watu wengi hawaoni fame ikiwa ya maana. Najua wewe umetaka fame sana. Na sasa mimi nakujua kwa sababu uko famous kwa YouTube. Wewe ni one of the YouTubers wenye Mungu amewakusaidia kuweza kuinterview kina watu kama Harmonize. Nimeona una interview kina Mbosso na nimeona una interview watu wakubwa. Kuona nikiwa kwa hii mic naweza sema mimi ni msanii international. So yeah, yes, mimi naweza kukuambia ya kwamba mimi nimeinuka na Mungu ameniinua. Na wale ambao wanatamani kukua creatives and the people who have career and you want to rise, don't wait, start now. Start working on what you want to see ikiwa kitu kubwa. Anza kuifanyia kazi. Mwanzo unaweza kuwa mdogo. 2020 nikienda kushoot video hiyo asubuhi, my friend, hata makeup artist hangepatikana. Nilienda lashes zikiwa zinasag hivi. Sina glue hata ya kushikilia. Sina makeup artist. Naenda kupaka tule tu makeup unaonanga tu 200. Mimi ni mtu napaka makeup expensive sana. Lakini hata huo wakati nilikuwa napakanga expensive, but that day ilikuwa siku ya giza. Kukawa hakuna pesa na ipatikani, unaona? And then that day ukapata hata sina pesa. Kuna muda unakuta una do. Wakati unaona nakuja TV yako niko na vazi poa. That day I went with briefcase kuona ni ngongani producer atakubali. Juu sikuwa na pesa ya kununua nguo. In fact I bought the truck. You saw the truck which was yellow somehow. Yeah. That one nilinunua na 1500. Ndio pesa ninge afford kununua. Na naweza ambia watu, mwanzo mdogo imaanishi ya kwamba hautafika mbali. Kuwa umeanza chini, umeanza pali padogo sana, imaanishi utafika. I remember 25th, that 2019, I was not able to eat the whole day. I was shaking. Sikuwa na pesa ya video ya kushoot 2020 song and I feel it's a big song, but ni kwa nyumba iko.
Sina pesa. That time kawimbo kangu ka Christmas kalikuwa kameshika, kale ka Christmas kalikuwa kameshika, na nilikuwa nimekafanya kwa version ya Kikamba. So nikawa naona watu wameshare na kamepata advertisement. So nikasema kumbe wimbo wangu unaweza kufanywa na kampuni advertisement. So I will do other music. Ukiangalia saa hizi nimeweza kufanya advertisement na Optiven Company, nikawaimbia wimbo wa kuuza plots, nimefanya na Safaricom, na nimefanya na kampuni nyingi sana. Pia cha Muvinga Design wamekuwa wakinidesignia manguo, Sawiri Designs nimekuwa pia kwa Christine Exclusive nikiuza manguo. Mimi kwa version Mungu amenisaidia. But that time hakukuwa yani muamuko kama huu. So naweza sema ya kwamba kwa wale ambao mko pale nje unataka kuanza kitu 2022, usiangalie ati mfukoni sina pesa. Oh, gather what you have. Tokea mtaa. You never know what God have for you. Nilienda kwa producer mmoja anaitwa Crip Kipande. Nikaenda kwake kwa nyumba. Unajua Christmas ni familia tu. Nikafika pale nikamwambia naomba unishutie kesho video. Juu hii video nataka itokee before 27th. Akaniambia iwezekani. Uko na pesa? Sina pesa. That same video. Akaniambia hatuwezi shoot kabisa, wewe enda utafute deposit unitumie. Nikamwambia ukinihakikishia utashoot deposit, hata isipopatikana kwanza tu shoot nitakulipa. Yani Mungu ni mwema, kwa sababu niliporudi nyumbani nilichukua M-Shwari. Nikachukua loan ya M-Shwari pale, M-Pesa, KCB, nikachanganya pale nikamlipa deposit. Naweza sema ya kwamba watu wengi wanasemanga ya kwamba hizo loan si mzuri, lakini hizo loan zilinisaidia that time. And 2020 song when it was on Flick, it was trending. Nobody knew that I did the song with the loan. Pengine kwa mtu ambaye hajui ama kwa faida ya mtazamaji. That song was a very big song. How much pengine did you make looking at digital platforms, YouTube? Milioni kadhaa. Yes, wacha nisiseme ni milioni ngapi. Nilitengeneza. Na ulikuwa mwaka ambao ulikuwa umenyamaza, hakuna events nyingi, lakini nilitengeneza pesa na advertisements, na pia events zenye nilikuwa nafanya appearance nilikuwa nalipwa 250k, 200, 150. Nashukuru Mungu kuna watu walikuwa wananiwekea hata 170 cash. Once. Hata mtu ananitumia hata pesa ya bure. Watu walikuwa because you made a hit song. Imagine wakati 2020 ilitokea, God is faithful. Watu wasikose kufanya kitu. Fanya kitu, toa mtaani. Yani eka YouTube, eka hata Facebook kitu yenye uko nayo content. If you are not able even to shoot, imbia na mdomo watu watakupeleka studio. Kwa sababu naweza sema ya kwamba never limit yourself. I didn't know that song would be that big. Nikapata fan base US. Tena mashambiki royal. Wale mashambiki walikuwa wananitumia pesa. Unakuta shambiki amenitumia 70k, mwingine 50, 30. Wananiambia I want to bless you, you blessed my life with that song of 2020. So naweza sema ya kwamba hata sasa umeona kwa video yangu ya 2022, mashambiki wangu wametoka all the way from US wakakuja kushoot video. Yani naweza sema ni Mungu. Kabla tuongelee hiyo ngoma ya 2022, this month peke yake, you've done something which I don't think kuna wasanii wengi wamefanya. You've actually released 4 songs. Na ya kwanza ilikuwa ni ya Amapiano. Tell us about the song. Watu waliniambia hakuna mapiano ya Kikamba. Unajua watu tu ndio unipea content. The more people talk, the more they give me content. So watu wakawa wanasema, "Sio kao, hakuna mapiano ya Kikamba. Mbona unatukalisha mbure?" So nikaona ni vizuri niwachemshie Rwembe. Hakuna haja nikalishe watu bila content. Nikaimba. Kwanza nikawaimbia yangu, nikawapea tune yangu. Unasikianga kina Chipson, kina Diamond wanafanya chi. Mimi sikufanya yao. Nilitengeneza yangu. Kuluku. It was fun. Oh God, it was fun. Na reception yake ilikuwa wacha pombe kalovo, wacha bangi pia vangi, wacha sigara fuata Yesu pia. Neno la Yesu ndiyo upanga, neno la Yesu ndiyo ushindi, kuluku. It was good for me as a mother. Alafu tunaweka Kikamba, sunga we wadhioyo usungangi nyao tulike mavende. It was good because it was tuseme ni kurisk. Na ilipokelewa aje? Ilipokelewa vizuri, nashukuru sana, bloggers waliblog sana na watu walipost sana. Pia TV zilicheza. So naweza sema ya kwamba ilipokelewa vizuri. Mashambiki walienjoy sana. It was something they have never seen. And also nilikuwa nimeweka nywele za yellow. You saw the yellow hair. It was something I've never done because I'm always on Mosudu. So
It was on free. Indo Musudi. Musudi, yes. Yes. I had to bring them mapiano ya Kikamba because people really needed it. And I thank God It because is the only one right now. yes. Wow. Okay. Hakuna mapiano ya Kikamba ingine and also it's Swahili sort of. Nilifanya na Ted B. Ted B tumekuwa tukifanya kazi na yeye kitambo. Sasa hii nafanyanga na producer anaitwa Toby Bisengo wa Elevax Media. But now my producer Ted B, nikaenda kwake nikamwambia nataka kufanya mapiano, alicheka kanguka. Alicheka. Ilikuwa naamini. Yani ilikuwa shock. It was shock. Everybody mwenye alikuwa anasikia nafanya toka from benga to mapiano. And also I love Shimajozi. I love that Shomajozi. Yes. I love the way she came up with the vibe of mentioning John Cena on a song. How can you do a song and find yourself mentioning a wrestler? And also I love wrestling. So it was... You love wrestling? Yes, I love wrestling so much. Why? Watching it, not wrestling. No, I don't wrestle, but I love the way they are consistent. They don't... When you beat me, I go to work hard on gym to beat you. So that is what makes me feel I need to watch them. Their consistency is amazing. If people can be consistent in life like that, we can be very far. Because sahi watu wanafail leo. Wakifail leo, imagine wanaacha hiyo career. Wakifail leo umefutwa kazi, unaacha kutafuta kazi. Me, I watch wrestling because it keeps me going. It makes me feel, kumbe hajaacha na venye alipigwa jana. Yani anakuja akiwa sasa, hata sasa ndo anataka sasa kupigana zaidi. So naweza sema ya kwamba that means that you're supposed to work on yourself, work on your dream every day. And it means that every day you're supposed to be better. Every day you're supposed even to be, if you see other people blogging, like the way you do YouTube, if you see your YouTube is not growing, so it means you have to change content. You have to think which other content can I put across, which is haijazoewa. Yenye itaweza kufanya watu waniangalie. Watu wengi wanasema watu wanapendelea huyu, hawanipendelee. Wewe unaweza pendelewa pia. Kwa sababu inamaanisha kwamba ile content una put through. Kama mimi nakufollow na kuangalia kila video unaweka, naangalia, naweza kukuambia nani uliinterview siku gani. Kwa sababu vile unaileta, ina depend how you put it and how you interview somebody. It matters a lot. So naweza ambia kwamba wale ambao watu wanakama apata wasanii. Mimi nilikuwa naimba worship. Na ninapenda worship. Hata tukiwa hapa unasikia nguvu za Mungu. Na naweza kukuambia ya kwamba niliendelea kuimba na nikaona bado jina haijablow. So nikasema sinirudi nyumbani kidogo. Niende nichape benga kidogo ya nyumbani. Nilipo change chakula kwa sababu ukipea watu modhokoi sana, wana miss pia Indomie. Nikawapatia kaindomie. Kuwapatia kaindomie ka Nairobi. Wakapenda. Waka come through. Wakati wali come through kila mtu alikuwa anasema, "Oh my God, 2020 it is a benga. Oh my God, it's Kikamba." So people related me with Kambaland. And it was easy for me to penetrate the industry. So I can say that also me myself, I had a big challenge coming up with something which can trend. I had a big challenge. I was uneasy from mwezi wa 6, 2019. Ndio nilianza digital marketing. So nilikuwa nashindwa, niliona Jugushu akavinya akisema you can do content. Wewe endelea kuwekelea ujuangi ni gani itasonga. So nikawa nashindwa sasa. Nashindwa nitamtoa wapi anielezee mimi nitafanya nini fit. And then I could stay with a lot of creatives and young people, hata comedians. Nikiwauliza nitafanya nini? Nitakunywa uji dhamos mzima ili Nairobi inijue. Nitafanya nini? You know, nitakula pizza mzima, watu wanitambue kwa kukula. You know, what can I do for me to trend? Because I was seeing people are trending, music is trending, mine is not moving an inch. Even people hawanijui naenda kujiintroduce. I was tired of introducing myself. Tired of standing in the gate and selling copies there. It is good, it's a good market, but now watu wameenda digital, wameenda YouTube. Wale tulikuwa tunauza tusindi sasa, tukakuwa hatuna market. Unaenda kwa wale watu, unaenda kuwauzia CD wanakuambia, Justina nitawatch wimbo wako YouTube. And then YouTube hatakuwa nimelimia sana. So hapo ndo nimeanza, watu nikiwatumia usiku mzima au subscribe. So nikaona lazima ni change chakula. So my manager, I started having a manager that time. And that time, una do ya kumlipa. Unamuuliza, how will you manage me and I don't have money? Akaniambia, I'll grow you. I'll make sure you become and you pay me. You will get money one day to pay me. So I could go everywhere with the car of my manager. So nikakuwa msanii sasa star. Lazima sasa nikuwe kistar sasa. Digital person, I have to look like an artist. I have to wear like an artist. So lazima niende ninunue nguo ya pesa ili nikae msanii.
Okay, I started like a baby, by the way. The 10th year is when I started like a baby. Wow. Yes. Kuna ngoma umefanya na Natasha. Yes. Natasha and Reverend Lucy Natasha. And pia nimeona kuna events pia umeenda za Natasha. What's your relationship with Natasha like? Revolution Natasha, she is my pastor. She, Unaendaga kanisa yake. she is my spiritual mother. Yeah, yes. So you go to the same church. Yeah, Biashara Street, Biashara House, tuko hapo juu. Kwa ECC inaitwa Empowerment Christian Church. Hapo ndio mimi huabudu saa hizi. Is that the reason why amekuwa featured in that song pia? Yeah, not the reason. I love what she does. She has been encouraging me. If you look at spiritual point of it, she is powerful. One, I needed somebody who is ahead of me. Musically, not musically like star yake imeshine. And I saw Lucy Natasha already alikuwa on the social media. Alikuwa video zake. At that time alikuwa na following kama 800,000 kwa Facebook. So I saw, oh, she have a lot of numbers. Then I needed to be under somebody mwenye amesha grow ili ani grow. Because I needed to grow digital na mimi ni mama sasa. So it was so hard for me kupenya na mimi sijui maisha ya digital. So when I started following her, nikaona anafika hata million, ninashindwa anawezaje kufika 1 million. Then I started looking on what she is posting. I saw she is posting Jesus. Every day she is posting the word of God. She is posting about preaching and people are watching, which means I can grow my following and they will love my content. It depends on what I'm feeding people. So because nilikuwa mimi najiposti sana mpaka nilikuwa nanjilocate hivi nanjiwekelea hapo, naona hakuna comment, lakini yeye ameposti Yesu na bado anapata comment. So it is not about what you post. You don't need to be naked on social media for people to follow you. Praise the Lord. You don't need to be having bad content for people to follow you. When you be consistent on one content and clean content, people will still follow you. So I saw Revolution Natasha. She is preaching. People are listening. People are coming live with her. So kuna watu bado wanapenda kile anafanya. Unaelewa? So nikampenda, star yake imeshine. Nataka yangu ishine, yangu iko mbali na ukweli. And then she loved what I was doing also. I had a song called Mama. Nilikuwa namuimbia kila wakati, una tofauti, una mamlaka mama, una kibali, wewe una ladha mama. And she loved the song. So nilikuwa na perform na yeye sana kanisani kwake, hata watu wanajua. Anytime I go to her church, I perform, she will rise and perform with me. So that is a big encouragement because yeye nilikuwa namjua kama star mkubwa na sasa namuona akiwa involved on my work. And then wakati niko na event, anakuja mpaka Machakos. Anatua pale na chopa. Ananipa mileage sana kwa sababu yeye ni mchungaji ambaye anakuja mahali anaacha utofauti. Anaombea watu, ananiombea, alafu ameombea kipawa changu. Sikuwa najulikana nikianzana naye. 2018 is the first time nilikuwa kwa mkutano moja naye kwa kanisa ya mama yake pale Kawangware, Bora Bora. So nikaenda pale kwa mamake, nilikuwa naimba, akapenda wimbo wangu na akasema anataka kuniombea. Me that time nilikuwa naogopa wachungaji wakiniombea, si kuenda mbele. Lakini sasa wakati wa pili nikaitwa pale kuimba, nilipoimba na ukapata aliniombea kwa hiyo mkutano hata nikiwa huko. Akasema wewe dada ambao umevaa yellow, I just want to pray for you. And I was not able to go in front because I was fearing prayers, you know, because I was fearing. I was going through a lot with the preachers, So sikuwa nataka kwenda mbele. But akaniombea, akasema I declare that you are going to rise in Jesus' name. I pray for your star to shine. Vile umeimba hapa nimesikia nguvu za Mungu. Na utakuwa unaimba kwa nyumba yako. Mungu atakutoa nje ya nyumba. Mungu atakupeleka kwa mataifa. Mungu atakupeleka. Sasa hiyo nashindwa mimi hata TV bwana. Hainiiti. Unaona? Akaniambia God will introduce you. Yani mahali kwa veva. Mungu atakuintroduce kila mahali. And I thank God because of that affirmation. When she said that, nikashangaa. Amewezaje kujua? Na Mungu na akunyunyizie maji. Nikashindwa kwani amejua niko dry? You know, I was thinking I felt I'm naked because I felt whatever she was saying through the prayer, it was like what I'm going through. I was stagnating. As an artist, I was stagnating. I was getting tired of pushing music and I was dying spiritually also. Because unajua kitu ukipush sana na kisongi unaboeka.
unaanza kuwa hautaki kuitanishwa nacho hata kama ni chako, unaelewa? So nilikuwa nimeanza kuchoka na muziki, nimeanza kuchoka hata kwenda kanisa, nikaa kupigwa niende. Na mimi nilikuwa mtu powerful, mtu ambao nilikuwa nahubiri sana, lakini kavunjwa moyo makanisani, nikawa tu yani hata naogopa hata wachungaji. Nikiona TV na hubiri nazima kwa sababu nilikuwa disappointed kwa kanisa. So nilikuwa nasema guess what? The next time she called me, nilikuwa nimeitwa nikaimbie mkutano mmoja mkubwa mahali. Aliposema niende, nikasema mkutano na Lucy Natasha. Nikasema acha tu niende kwa Lucy. Nilipoenda pale, nilikuwa kaimshwari kangu, nikaenda nikavaa nguo mzuri, nikanunua nguo. Shwari nimekusort. Wacha ni si advert. Kwa mimi napaswa kunipa advert. Sio advert. Wacha tusiseme ni advert. Wacha niseme ukweli. Ukweli utaniweka huru. That time I didn't have money. I end an event, nilikuwa na prepare ya 10th anniversary, but hakuna njia. So nikanunua tu viatu. Tunajua tule tu viatu huku kwa maviatu, unaonaga tu viatu kwa 1600, tule tu high heels tu wanawake. I got to high heels and then I got a very beautiful dress from Sawiri Design. Then nikaenda kanisani. Kwa sababu nimetamani. Ile maombi aliomba imeanza kufanya kazi. That time niko na award. Aliniambia utainuka na utajulikana. That time tulikuwa tumefanya awards za muziki. Nikawa niko na award ya muziki. Nikampelekea, nikamwambia mam, uliponiombea nimepata award ya muziki. Sasa nikaanza kuwa ni motivated. Nikamwambia nimepata award ya muziki, but pesa sijaanza kupata za muziki. Umeshaambia pasta hivyo? Akaniombea, akaniambia katika jina la Yesu, naomba kwamba milango ya financial itafunguka na kuombea ya kwamba muziki isikuwe tu ni award na ukajulikane mwaka huu. Kila wakati nilikuwa natafuta kujulikana, nitajulikana aje? Because sasa ameniambia na ukajulikane, star yako itang'aa. You will be fruitful, you will multiply. Sasa nitamultiply aje? Sijulikani, silipwi kwa event, naenda tu nauza CD. God, how will I? Unaona? But because of prayer and also working hard on how I can get something, God alileta. 2020 si ndio hiyo nikablow. So hata 2020 venye ilishika, kwake ndio nilikuwa wa kwanza kuperform. Wow. Na akakuja na mamake wakaniback up, wakadance na mimi, and the video kwanza hata hiyo ya kanisa yake ikaenda viral. So naweza sema ya kwamba ule mama wangu wa kiroho wakati aliniona, yani hakunichukua tu kama mshirika tu, amenilea. Naweza sema ya kwamba kama wewe ni mtu ambaye uko hapa nje hata YouTuber, have somebody who can love you, love what you are doing, na mtu anaweza kukumenda kabisa, na mtu mwenye atakubeba. Unaelewa? Anaona ile nyota uko nayo. Kama wewe ni msanii, kuwa na mchungaji ambaye anapenda kazi yenye unafanya. Pia kaa chini ya watu, kaa karibu na marafiki ambao wanakupenda. Naweza sema ya kwamba upendo umenifikisha hapa kwa sababu ile familia inanipenda. Kanisa yetu yote. Amazing. Nimekuwa nikipiga story na Madam 2020 mwenyewe, Justina, ama ni Justina ama Justina Syokau. And right now umetoa ngoma ya 2022. Na before 2022 nilitoa wengine. 25th pia nililaunch wimbo na Sasha Kenya. Sasha Kenya ni msanii ambaye ameingia hapa injini kutoka New Jersey kule USA. So nimeimba na international singer. Naweza sema Mungu ni mwema. Wewe unajua kutoka Ukambani mpaka uimbe na mtu wa USA ni mkono wa Mungu. Huu ni mkono wa Mungu. So Sasha ni mtoto ambaye analea. Ule wimbo nimeandika. Unajua kuna kuandika wimbo, kuna content creation. So mimi nimeandika wimbo na Sasha pale tukaingia studioni na tukaimba ule wimbo, na wimbo umetokea vizuri kwa sababu amechangia pakubwa, unaona, kwa ule wimbo. Pia yeye kwa studio pale akakuja na mistari tukaziekelea na wimbo ukatoka vizuri. Wimbo unasema mfalme wa amani, umenipa amani, pokea sifa, mfalme wa wafalme. Hallelujah. Amazing. Na bado ngoma zote tumezungumzia ngoma 3, ya 4 zote ni za huu mwezi, na ya mwisho sasa ni hii ya 2022. Is it a prophecy you're making for 2022? It's a prophecy I'm making for 2022. I've been praying in Arboretum, telling God ni nini Mungu nitakuwa 2022. Na Mungu akaninenea akaniambia, I've anointed you my daughter. I've anointed you to be a leader. And I will be the first, not the tail. Bible inasema kweli ya kwamba sisi ni kichwa mbali si mkia. Si ni ukweli? But God was speaking those words to me in a loud voice. So I said, hii mwaka nitaongoza. Nitakuwa number 1.
na hata watu wajue, wanipishe nipite. Na wale wanaweka vizuizi, wacha niwaambie. Mimi ni Madam 2020, sipangwingwi. Huwezi nipanga. Watu wengi wanasema studio zifungwe nisiweze kuimba. Imagine mimi Madam 2020 nisiweze kuimba. Na mimi siendangi na mutaratara, naendanga na wakati. Sasa 2022 sasa nitawezaje, na ni wakati wa 2022. By the way pia Stephen Kasolo ametoa ngoma ya 2022. Hata sijajua. Mtazamaji, mimi ndio najua nimeimba 2022. Amazing. Channel yake pale ya hiyo ngoma ya 2022. Go show some love. The trending number 6 right now. Yes. Yeah, go show some love, go show some support. Mwambieni kwamba mmetumwa na mtu wenu nguvu, the Entertainment PA, kwa ajili ya show love na support. Thank you so much for your time. Ni muda tunaona ni kama hutaturuhusu, unaona director ananipea sub kidogo. Pia wanaweza kusubscribe to my YouTube channel, Justina Syokau. That is my YouTube channel. Kwa Instagram naitwa Justina Syokau, follow me. Justina Syokau 2020. Kwa Facebook huwa natingisha sana na dance pale na Ndera, kama unapenda watu wa kudance, na pia kama mtu anapenda mahubiri, mimi uhubiri sana pale kwa Facebook, na pia na encourage watu, mpaka nimeimba wimbo wa Never Give Up, Never lose hope, your tomorrow is greater than today. So I can just tell you, come to my Facebook page pale naitwa Justina Syokau 2020, na ulike na pia unifollow, na pia uniandikie message pale kwa YouTube pale kwa comment section, niambie umetumwa na Ali. Yes, wimbo wangu wa 2022 unasema 2022 nitakuwa kiongozi, 2022 nitakuwa namba 1, 2022 wanataka kunipanga lakini mimi sipangwingwi, 2022 wanataka kunipanga lakini Mungu amenipanga. 2022 maadui mtafute kazi ya kufanya, mimi nitakuwa beze. Mimi ni tsunami, siwezi kuzuilika, unstoppable. Amazing, amazing. Anaitwa Justina Syokau, hapangwingwi maze. Go show some love, go show some support, subscribe to her YouTube channel. Ako around 83k. Yes. Yeah, tumfikishe 100k by the way. Tumfikishe nione hiyo silver button. By the way na wanipe event. Watu wa Ali, najua mnapenda Ali sana because mmemsupport haraka. Haraka sana. Akafika huko njuu. Tafadhali watu wa Ali, Ali waambie akiwa ni subscribe. Alafu wanipe event. Nampatie kazi events. Wakiwa na road show wasiniache, mimi nitatingisha, nitawaletea customer. Si unajua road show is about attraction. Hallelujah. Mimi niko hapo kufanya kazi hizo zote. Na pia naweza kufanya MC and also mimi ni mtu ambaye nafanya advertisement. Ukisikiza sauti yangu huwezi sikia kasichana hapa. Si usikii kasichana, usikii haleluya, Bwana asifiwe. Hapa ni ile kazi, sauti ya kuchapa kazi ilale. So nipatie advertisement, ukiweza kunipatia kazi nitashukuru sana, niendelee kulea mtoto wangu. Mimi nasalimia mtoto wangu pale nyumbani, anapenda channel yako, anakupenda sana. Nixon Musyoka, tumekusalimia na Ali ako hapa live. Yeah. Yes. Amazing. Asante sana. Zidi kutia bidii. Siku njema ipo na wewe unazidi kung'aa. Asante. Amazing. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Behind the camera ni mwanangu nguvu, anaitwa Eric Mukabwa. Na siku zote ukitaka kufanikiwa, muamini Mungu, usipende kusifiwa. Yes.